Mzee huyu alizikwa kijijini Furohi, wadi ya Mihu, huku halaiki kubwa ya watu wakikusanyika kumwenzi. Familia yake ikiongozwa na mjane wake Nanjala Mwinami ilimweleza kama mtu wa hekima na mshauri wa familia. Hata hivyo, mwanawe ambaye ni mchungaji alipata changamoto baada ya kusema Bwana asifiwe, jambo lilokinzana na imani ya dini ya Msambwa, na hivyo akakatiza hotuba yake. Mazishi yaliendeshwa na viongozi wa dini ya Msambwa wakiongozwa na Burudi Nasongo, aliyesisitiza umuhimu wa masomo ya mtaala wa CBC, akisema kuwa ni maadili ambayo wamekuwa wakidumisha kwa muda mrefu. Samani ilikuwako na sisi tulikuwa tunasoma masomo ya CPC kwa lugha ya Kiluya, kwa sababu kwa Kiluya walikuwa wanafunza watoto vile wanaweza tengeneza nyungu, vile wanaweza toa vitu ya kufanya kazi kutoka kwa utongo, yani wanatengeneza lirumbi, katika lirumbi wanapata hapo vyuma, hivyo vyuma wanatengeneza sehemu ya kazi ya vitu ya kufanya kazi. Tulikuwa na panga ya kienyeji, tulikuwa na machembe ya kienyeji, tulikuwa na wembe ya kienyeji, tulikuwa na shoka ya kienyeji, tulikuwa hata na bisu ya kutairi ya kienyeji, na yote ilikuwa inatengenezewa kupitia kwa CPC. Kwa hivyo wale ambao wanapinga CPC ni wale ambao hawajui, kwa sababu inatakana serikali wakati inaanzisha kitu inakuwa na nafasi. Mzee Festus Namasaka, mwenyekiti wa utamaduni wa jamii ya Batachoni, alieleza kuwa marehemu alifuata mila zote za kitamaduni za jamii ya Tachoni na hivyo kupewa heshima za kitamaduni. Pia alifafanua kuwa kuzikwa bila jeneza ni njia mojawapo ya kuhifadhi mazingira, jambo liloungwa mkono na Burudi Nasongo. Mwinami alitimiza mila yetu ya Watachoni. Alipanda mti wetu ambao tunaitwa mtoto na mawe tatu. Sasa leo tunamzika kulingana na mila ya Watachoni. La pili, yeye umeona hapo tumechinja nyama, tumeweka hapo ng'ombe, nyama iko hapo. Wala ambao wanakula hiyo nyama ni mandugu zake, na wasi kwamba wameoa, sio mtu wa nje. La pili, wewe kama ufai hapo kwa kaburi, tunazika marehemu, tumechinja hiyo ng'ombe, tumechukua ngozi moja tunaweka chini, nyingine tunamfunika. Mtu wakati amekufa haikuwa inaruhusiwa awekwe kwa mbao au kwa kitu chochote. Ilikuwa inaruhusiwa ununue sanda umfunge kwa sanda. Na sisi wa Afrika, kama wewe ni mfukaji wa ng'ombe, ulikuwa unafuka ng'ombe, wanachukua ng'ombe ndume ambayo haikuharibiwa, ile ndume kamili, ile ambaye haijaanza kupanda, ndio wanakata hiyo ndume au wanachinja, wanatoa ngozi ya upande wa kushoto wa tumbo ya kushoto wanaweka kando, ya tumbo ya kuume wanaweka kando. Baada ya ibada ya mazishi, waliohusika walielekea mtoni kunawa miguu na uso, ikiwa ni ishara ya kujitakaza na kuzuia magonjwa yanayoweza kujirudia. Mzee Festus Namasaka pamoja na mzee Malaba wa Lubengo waliunga mkono desturi hii. Baada ya kumzika, watu wote wanaenda mtoni. Kuenda mtoni kumaanisha ya kwamba sasa wanaenda sasa ukoo na yeye umekwisha. Wakifika mtoni wanaoga. Wakitoka hapo kwa mtoni wameoka, sasa yeye na ukoo umekwisha. Akikuja anakuja kwa njia nyingine kupitia kwa uzao wake. Sio ati anarudi ati sasa wanarudi pengine akilala usiku anakuja kwa njia nyingine. Sasa akikuja hapo pengine wewe kama mtoto yake huku chinja ng'ombe, ndiye anakuja tu kwa utaratibu ili wajinje. Sasa ndio kumaanisha kwamba baada ya hapo wewe kuoka hivyo, hiyo udongo sasa umeenda na yeye. Na tunatoka pale tunaenda mtoni. Tunaenda kufukuza kuoka ugonjwa uliomuua mtu wetu, ni adui wa Mwafrika na familia yake. Uende na maji waliopaki wapaki salama na tuishi na mtu wetu mwenyewe.
tutamuita nyumbani kupitia kwa usao wetu. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga Tandao, jina langu ni Emmanuel Wabomba.